Ukiziona ishara hizi 17, tambua Mungu hataki uwe na mtu huyo kimahusiano. Kuna mahusiano ambayo yanaonekana mazuri kwa macho ya kibinadamu, lakini rohoni yanaacha majeraha, yanaacha hofu na kuvunjika kwa amani ya ndani. Watu wengi wameingia kwenye mahusiano wakidhani ni upendo wa kweli, kumbe ni mtego unaoweka mbali na kusudi la Mungu. Wengine walipuuzia sauti ya Mungu kwa sababu ya hisia, na mwisho wakaingia kwenye machozi ambayo hayakuisha kwa haraka. Sikiliza kwa makini, sio kila mtu anayekuja katika maisha yako ameletwa na Mungu. Kuna watu wanakuja kama jaribio, wengine kama fundisho, na wengine kama kivuli cha kupoteza kutoka kwenye hatima yako. Ndio maana sio kila anayekupenda anaruhusiwa kubaki karibu yako. Mungu anaweza kukataa mahusiano fulani, sio kwa sababu anakuchukia, bali kwa sababu anaona mwisho ambao wewe bado hujaona. Anaona maumivu yajayo, anaona usaliti ujao, anaona uharibifu wa kiroho na kuanguka kwa ndoto zako. Wakati mwingine moyo wako unasema endelea, lakini roho yako inalia kimya kimya ikisema ondoka. Kwa siku ya leo takwenda kuziangalia ishara 17 ambazo ukiziona basi tambua ya kuwa Mungu hataki uwe na mtu huyo kimahusiano. Kabla tujiendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 17 ambazo ukiziona basi unatakiwa utambue kuwa Mungu hataki uwe na mtu huyo kimahusiano. Namba 1, unapoteza amani ya ndani kila ukiwa karibu na mtu huyo. Moja ya njia kubwa ambazo Mungu huongea ni kupitia amani ya ndani. Kuna watu ukiwa nao moyo wako unakuwa mzito, mawazo yako yanachanganyikana na roho yako inahisi kama kuna kitu hakiko sawa. Hata mkicheka ndani yako hakuna utulivu. Biblia inasema Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Kama kila siku mahusiano hayo yanakuletea hofu, yanakuletea stresi, yanakuletea mashaka yasiyoisha na kuvunjika kwa moyo, hiyo inaweza kuwa ishara ya tahadhari kutoka kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai 3:15 imeandikwa, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kwa hiyo Mungu akibariki jambo mara nyingi huweka amani ndani yako hata katikati ya changamoto. Kwa hiyo ukianza kuona ndani yako unapoteza amani ndani kila ukiwa karibu na mtu huyo, yani unapoteza amani, yani kila ukiwa karibu na mtu huyo ndani yako unakosa amani kabisa, unapoteza amani kabisa. Ishara hii hutakiwi kuipuuza, kwa sababu ishara hii inaashiria kuwa Mungu hataki uwe na mtu huyo kimahusiano. Yani ukianza kuona unataka kuingia kwenye mahusiano na mtu, hapa nazungumzia kwa watu ambao, sizungumzii kwenye ndoa, nazungumza na watu ambao unataka kuingia kwenye mahusiano. Yani ukianza kuona hatua ya kwanza unataka kuingia na mtu huyo kwenye mahusiano, yamkini ni dada, yamkini ni kaka au binti au kijana fulani unataka kuingia naye kwenye mahusiano, ghafla ndani yako unakosa amani. Kila ukijaribu kuingia kwenye mahusiano unakosa amani, basi unatakiwa utambue Mungu anakuwa anakuonya. Na watu wengi ambao walipuuza ishara hii, mwisho wa siku aliishia kulia na kujuta. Kwa hiyo ukianza kuona unataka kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani, lakini ghafla ndani yako unaanza kuona unakosa amani ghafla, yani moyo wako unakosa amani, yani kila ukitaka kujilazimisha umkubalie, yani uingie naye kwenye mahusiano, unajiona unakosa amani, hii ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuza. Ishara hii inakuwa inaonyesha Mungu hataki uingie na mtu huyo kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuza. Yaani ukianza kuona tu mwanzoni unataka kuingia kwenye mahusiano na binti fulani au kijana fulani, lakini ukaanza kuona unakosa amani, basi unatakiwa uondoke. Usilazimishe kabisa, usilazimishe, kwa sababu ukilazimisha utaishia kujuta na kulia. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona, basi unatakiwa utambue kuwa Mungu hataki uwe na mtu huyo kimahusiano. Mahusiano hayo yanakuweka mbali na Mungu.
Kabla hujakutana na mtu huyo, ulikuwa karibu sana na Mungu. Ulikuwa unaomba, ulikuwa unasoma neno la Mungu, ulikuwa na bidii ya kiroho, lakini tangu mahusiano hayo yaanze, maisha yako ya kiroho yameanza kufa polepole. Unaanza kupoteza hamu ya kuomba, unaanza kupenda dhambi kuliko uwepo wa Mungu, unaanza kuhalalisha mambo ambayo zamani ulikataa. Hii ni ishara nzito sana. Mungu hawezi kukupa mtu ambaye ataharibu uhusiano wako na yeye. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wa 14 imeandikwa, msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kama mtu huyo anakusukuma mbali na Mungu badala ya kusogeza karibu na Mungu, kuwa makini sana. Unataka utambue kuwa hapo hauko na mtu sahihi. Yaani ukianza kuona mtu huyo anakufanya uwe mbali na Mungu. Zamani ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa unapenda kuomba, ulikuwa unapenda kumtafuta Mungu, ulikuwa unachukia dhambi, lakini tu baada ya kuingia naye kwenye mahusiano, unajikuta unapenda dhambi, unajikuta yani wewe ndo unaona ndo maisha mazuri. Yani yale maisha ya dhambi ambayo hapo mwanzo ulikuwa unachukia, unaanza kuyahalalisha, unaanza kuona ni ya kawaida tu, ni maisha mazuri. Ukianza kuona ishara hiyo, tambua ni ishara ambayo Mungu kwanza anakuonya kwenye mahusiano na mtu huyo. Mahusiano yote ambayo yanakuweka mbali na Mungu, hayo sio mahusiano sahihi. Yaani ukianza kuona mahusiano, uko kwenye mahusiano afu na mahusiano hayo yanakufanya uwe mbali na Mungu, tambua hayo sio mahusiano sahihi. Watu wengi wameingia kwenye mahusiano ya namna hii na mwisho wa siku wakaishia kwenye kuangamia, mwisho wa siku wakaishia kwenye kuumia. Yaani unakuta mtu alikuwa yuko vizuri kabisa rohoni, alikuwa anaomba, alikuwa anahudhuria ibada, alikuwa yuko vizuri, alikuwa anakataa dhambi, lakini baada ya kuingia tu kwenye mahusiano fulani akajikuta yani ndo akajikuta anafanya dhambi, akajikuta yuko mbali na Mungu. Nataka nikwambie, mahusiano yote ambayo yanakufanya uwe mbali na Mungu, hayo sio mahusiano sahihi. Lakini ishara ya tatu ambayo ukiona unatakiwa utambue Mungu hataki uwe na mtu huyo kimahusiano. Kuna onyo la ndani linalojirudia mara kwa mara. Yaani unakuwa unasikia kuna onyo ndani yako ambalo onyo hilo la kuwa linajirudia mara kwa mara. Wakati mwingine Mungu huongea kupitia sauti ya ndani, hisia nzito rohoni au tahadhari ambazo huwezi kuzielezea vizuri. Unaweza ukajikuta ukihisi kuna kitu kinafichwa. Ukiona mashaka yasiyoisha au ukiona ishara nyingi za hatari, hutakiwi kupuuza hata kidogo. Roho Mtakatifu anaweza kuwa na kulinda dhidi ya maumivu yajayo. Yaani unakuwa unahisi kuna kitu, yaani ndani yako kuna onyo, unahisi kuna kitu hakiko sawa. Yaani kuna kitu ambacho kinafichwa au kuna kitu ambacho mtu huyo anakificha. Ukiona ishara hii hutakiwi kuipuuza. Ukiona ishara hii, yaani unakuwa na wasiwasi tu, yaani unaona kuna kitu hakiko sawa. Ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuza hata kidogo. Unabidi uwe makini sana. Tuko pamoja eh? Kama unanielewa naomba comment, andika ninakuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri naomba comment, andika nakuelewa vizuri mwalimu. Twende ishara namba 4. Mtu huyo ana tabia za kukudharau au kukushusha thamani yako. Yaani ukianza kuona mtu huyo anakuwa anakudharau, yaani mko kwenye mahusiano tu, lakini mtu huyo anakudharau, yaani anakuwa ni mtu ambaye anakudharau au anakushusha thamani yako sana. Yaani ndio unaingia kwenye mahusiano, unataka kuingia, unaona tu mtu huyo lakini anakudharau sana au anakushushia thamani yako sana. Inabidi uwe makini sana. Mungu hawezi kukuletea mtu ambaye kazi yake ni kukuumiza kihisia kila siku. Kama mtu huyo anakudhalilisha au anakufanya ujione kuna thamani au anakutukana kila mara au anakudhibiti kupita kiasi au anakufanya ulie kila siku, huo sio upendo wa Mungu. Upendo wa kweli hujenga na wala hauharibu. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 4 utaona upendo huvumilia, hufadhili. Kwa siku zote upendo unavumilia, upendo huo unafadhili. Kwa hiyo ukianza kuona mtu huyo ana tabia ya kukudharau au kukushusha thamani yako, yaani ni mtu ambaye anakudharau, anakushusha thamani, inabidi uwe makini sana. Lakini ishara namba 5 ambayo ukiona inabidi uwe makini sana kwenye mahusiano. Kila ukijaribu kulazimisha mahusiano, mambo yanazidi kuharibika. Yaani ukianza kujiona kila ukijaribu kulazimisha mahusiano, mambo yanazidi kuharibika. Kuna mahusiano ambayo watu wanayasukuma kwa nguvu zao wenyewe, huku Mungu tayari ameshafunga mlango.
mnapanga kukaa sawa, lakini kila kitu kinaharibika, mnaachana na kurudiana mara nyingi bila amani. Yaani unajikuta mara nyingi nyinyi mnaachana kurudiana bila amani. Kila hatua ina maumivu makubwa na vurugu zisizoisha. Unaweza kuona kwenye kila hatua mnaachana, mnarudiana. Yaani kila hatua ina maumivu makubwa na vurugu zisizoisha. Wakati mwingine Mungu anaruhusu mambo yagongane ili kukuonyesha kuwa sio njia sahihi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 14 na mstari wa 12 imeandikwa kuna njia ionekanayo sawa, kuna njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa hiyo ukianza kuona ishara hii, kila ukijaribu kulazimisha mahusiano unaona mambo yanaharibika zaidi. Yaani kila ukijaribu kulazimisha mahusiano unaona ndo mambo yanaharibika zaidi. Tambua mahusiano hayo sio sahihi. Lakini ishara ya 6 ambayo ukiona, tambua mahusiano hayo sio sahihi. Ukianza kuona unapoteza au unaanza kupotea katika kusudi lako, yaani unaanza kuona unapotea katika ile kusudi lako. Mahusiano sahihi hukusaidia kukua, lakini mahusiano mabaya huua ndoto zako, huua maono yako na kusudi lako. Kwa hiyo ukiona tangu uanze mahusiano hayo maisha yako yamesimama, umeacha malengo yako, umekuwa mtu wa huzuni muda mwingi, huna tena nguvu ya kupambana kwa ajili ya ndoto zako, inawezekana Mungu anajaribu kukuonyesha kuwa huyo sio mtu sahihi kwa safari yako. Ukiona ishara hii hutakiwi kuipuuza kabisa. Lakini ishara namba 7, watu wa kiroho wanakupa onyo. Yaani unaanza kuona watu wa kiroho, yamkini inaweza kuwa ni mchungaji, anaweza kuwa ni mlezi wako wa kiroho, au walezi wako wa kiroho. Unaanza kuona watu wa kiroho wanakupa onyo. Wakati mwingine Mungu hutumia watu wenye hekima kukuonya. Inaweza kuwa ni mzazi, mchungaji au mtu wa kiroho anayekuombea. Sio kila onyo linapaswa kupuuzwa kwa sababu ya hisia zako. Kama watu wengi wa kiroho wanaona hatari ambayo wewe huioni, kaa chini utafakari kwa makini sana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mithali 11 na mstari wa 14 imeandikwa, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Kwa ukianza kuona watu wa kiroho, unaanza kuona watu wa kiroho wanakuambia hapana, haya mahusiano hapana, usiingie. Unashangaa watu wa kiroho mara kwa mara, sio mtu mmoja, unashangaa watu wa kiroho wanakuambia hapana, haya mahusiano sina amani nayo, usiingie. Usije ukalazimisha, kwa sababu ukilazimisha unaweza kukutana na kitu kizito mpaka ukachanganyikiwa. Unaweza kupigwa tukio mpaka ukachanganyikiwa. Kwa ukianza kuona watu wa kiroho wanakuwa na kuzuia, lakini hata wengine hata hujawaambia, lakini mshangaa amefunguana na kuonyesha kwambia that is not right place for you to be. Hiyo sio eneo sahihi wewe kuwepo hapa. Usilazimishe. Maana watu wengine wanaamua kulazimisha, wanaona huyo ananionea wivu, ngoja niondoke kanisani, au ngoja nifute na namba huyo mtumishi. Mwisho wa siku anakutana na kitu kizito, anaanza kumbuka laiti ningejua. Kwa hiyo kuwa makini sana. Lakini ishara namba 8, unajikuta ukibadilisha tabia zako njema ili umpendeze mtu huyo. Yaani ukijiona umeshafikia kwenye level hii, yaani unajikuta unabadilisha tabia zako njema, unaacha tabia zako njema ili umpendeze mtu huyo. Tambua mahusiano sio sahihi. Ondoka mara moja. Kuna mahusiano ambayo yanakulazimisha kuacha utu wako wa kweli ili ukubalike. Unaanza kujifanya mtu mwingine, unaanza kuficha imani yako, unaanza unabadilisha maadili yako, kuvumilia mambo ambayo moyo wako unajua sio sahihi. Hiyo sio ishara nzuri. Mungu hakupi mtu anayekufanya upoteze utambulisho wako. Mahusiano ya kweli hayahitaji ujivunje ili ukubalike. Yaani ukianza kujiona uko kwenye mahusiano ambao unajikuta unabadilisha tabia zako njema ili umpendeze mtu, unakuta zile tabia zako njema unajikuta unaziacha kwa lengo tu la kumpendezesha au kumridhisha mtu huyo. That is not right relationship. Hayo sio mahusiano sahihi. Mahusiano ambayo yanakufanya uache tabia zako njema ili kwa lengo la kumridhisha, hayo sio mahusiano sahihi. Ondoka mara moja. Kama ni binti, kama ni kijana, yaani unajikuta unaacha tabia zako. Ulikuwa unapenda kuomba, unabidi uache kuomba kwa lengo la yani la kutaka yeye akupende. That is not relationship. Hayo sio mahusiano sahihi.
Unaacha tabia yako njema, ulikuwa unaomba, ulikuwa unapenda kusoma neno, unamwacha Mungu kwa ajili ya mtu huyo. Hayo sio mahusiano sahihi. Ukiona ishara ya namna hii ukajikuta unabadilisha tabia zako njema, unaacha tabia zako njema ili umpendeze mtu huyo, tambua hayo sio mahusiano sahihi, ondoka mara moja. Lakini ishara ya 9, mahusiano yamejaa uongo na siri nyingi. Yaani ukianza kuona mahusiano yako hayo yamejaa uongo na siri nyingi, kama mtu huyo anaficha simu yake kila wakati, au anakudanganya mara kwa mara, maneno yake hayaendani na matendo yake. Ameshangaa kuna watu maneno yake hayaendani kabisa na matendo yake. Ukiona mtu huyo, yani maneno yake hayaendani kabisa na matendo yake, kuna vitu vingi, yani unaona kabisa maneno yake hayaendani na matendo yake. Kuwa makini hapo. Kuwa makini hapo. Kuna vitu vingi visivyoeleweka kuhusu maisha yake. Hiyo ni ishara ya hatari. Mungu hafanyi kazi katika giza la udanganyifu. Mahusiano yenye msingi wa uongo huzaa maumivu makubwa baadaye. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 32 imeandikwa, ninyi mtaijua kweli, nayo kweli itaweka huru. Kwa hiyo ukweli siku zote huleta uhuru, lakini uongo huleta minyororo ya maumivu. Yaani ukianza kuona uko na mtu ambaye yani mko kwenye mahusiano, lakini mahusiano yamejaa uongo, yani mnadanganyana, ni uongo mtupu, yamejaa siri nyingi, ni hatari. Ni hatari. Narudia kusema tena, ni hatari. Ishara hii ukiona, kwa makini sana. Unakuta katika maneno 10 neno moja ni la kweli, haya 9 yote ni uongo. Ukiwa na mtu huyo kwenye mahusiano, tambua yani umeingia na mtu huyo kwenye mahusiano, basi you should run there. Kimbia. Ukipuuza au ukikaza fuvu, utapigwa tukio mpaka hautasahau. Sawa sawa, Tunde ishara namba 10. Kila siku ni machozi kuliko furaha. Yani unaona wewe kila siku kwenye mahusiano, yani kila siku ni machozi kuliko furaha. Mahusiano yanaweza kuwa na changamoto, lakini kama maisha yako yamekuwa kilio cha kila siku, hiyo sio kawaida. Ukiona unalia kila siku, unaomba Mungu akupe nguvu za kuvumilia maumivu yale yale kila siku. Umekuwa mtu wa huzuni muda mwingi, huna tena furaha ya kweli, inawezekana kuwa Mungu anakuambia hapa sio mahali pako. Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, Mungu sio wa mateso yasio na mwisho kwa watoto wake. Mungu anaweza kuruhusu majaribu, lakini si kukufunga kwenye uharibifu unaoendelea bila sababu. Ishara namba 11. Kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Kama tuko pamoja, naomba comment. Mwingine anasema tuko pamoja mwalimu. Asante kwa comment yako. Asante. Tuna namba 11. Mtu huyo haheshimu mipaka yako ya kiroho na kimaadili. Yaani mtu huyo haheshimu mipaka ya kiroho na kimaadili. Kama mtu huyo anakushinikiza kufanya dhambi au kuvunja misingi yako ya imani, kuishi maisha ambayo moyo wako una ya hukumu, hiyo ni ishara nzito sana. Siku zote mtu ambaye anakupenda kweli hata furahia kukuona ukimpoteza Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 1 mstari wa 1 imeandikwa, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hiyo wakati mwingine shetani hutuma mtu mzuri kwa sura, lakini mwenye lengo la kuharibu roho yako polepole. Kwa hiyo ukianza kuona upo kwenye mtu, yani upo kwenye mahusiano na mtu ambaye haheshimu mipaka ya kiroho na kimaadili, yani kama mtu huyo anakushinikiza kufanya dhambi, yani mtu huyo, yani umeingia naye tu kwenye mahusiano, tayari ameshaanza kuomba anataka kulala na wewe. Umeingia naye kwenye mahusiano, anaanza kulazimisha mfanye sex, yani analazimisha mpaka ananuna, wakati mwingine anakupigia simu anaacha kwa sababu tu umemkatalia. Mtu huyo ambaye anakulazimisha kufanya dhambi yani hapo hakuna mahusiano. Nataka utambue wakati mwingine, jambo la msingi ambalo nataka utambue, wakati mwingine shetani hutuma mtu mzuri kwa sura, lakini mwenye lengo la kuharibu roho yako polepole. Kwa hiyo unabidi uwe makini sana. Watu wengi unajua wameumizwa na watu ambao waliwaamini. Watu wengi wameumizwa na watu ambao waliwapa mioyo yao, waliwaamini. Mwisho wa siku watu wale wakararua mioyo yao na wakaachwa.
Watu wengi wanatembea na majeraha ya kuumizwa. Alimwamini kana kwamba labda alikuja huyo kaka akamwambia nitakuoa, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Mwisho wa siku yule kaka akatengeneza mazingira, walivyolala na yeye akamwacha. Watu wengi wameumizwa. So ukianza kuona wewe binti au wewe kijana uko na mtu huyo, yani anakulazimisha kufanya anakulazimisha au anakushinikiza kufanya dhambi au kuvunja misingi ya kiimani, tambua hayo sio mahusiano sahihi. Run, kimbia. Namba 12. Tunaenda namba ngapi? Namba 12. Namba 12. Unapuuza ishara kwa sababu ya hofu ya kuwa peke yako. Ukianza kuona unapuuza ishara kwa sababu ya hofu ya kuwa peke yako. Watu wengi hubaki kwenye mahusiano mabaya sio kwa sababu wana amani, bali kwa sababu wanaogopa upweke. Lakini ukweli ni huu, ni bora kuwa peke yako na Mungu kuliko kuwa na mtu anayekuharibu kimya kimya. Usikubali hofu ya upweke ikufanye uingie kwenye kifungo cha mateso. Kama Mungu yuko pamoja nawe, hauko peke yako. Ishara namba 13. Kuna migongano isiyoisha bila sababu ya msingi. Kila siku ni ugomvi. Kila mazungumzo yanaishia kwenye hasira. Kila jambo dogo lageuka vita. Hata mkijaribu kurekebisha mambo, mnarudi tena kwenye maumivu yale yale. Wakati mwingine hii hutokea kwa sababu mioyo yenu haiendani kabisa katika kusudi na mwelekeo wa maisha. Ndio maana ukisoma kitabu cha Amosi 3 na mstari wa 3 imeandikwa, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kwa hiyo ukianza kuona kuna migongano isiyoisha bila sababu ya msingi. Yaani bila sababu ya msingi kuna migongano, misunderstanding. Tambua hayo sio mahusiano sahihi. Namba 14, unahisi kama kuna kitu kinakuzuia kusonga mbele. Kuna mahusiano ambayo tangu yaanze baraka zinaanza kufungwa, amani inapotea, maendeleo yanakwama, unahisi umebeba mzigo mzito usioeleweka. Kwa ukianza kuona unahisi kama kuna kitu kinakuzuia kusonga mbele, yani tangu aanze kuingia, yani ulivyomkubalia tu kuingia naye kwenye mahusiano, hayo sio mahusiano sahihi, ondoka. Namba 15, unamwomba Mungu akubadilishie mtu huyo kila siku. Kama tangu mwanzo kabisa mtu huyo ana tabia zinazokuumiza sana, alafu maisha yako yote ya maombi yamekuwa Bwana mbadilishe huyu mtu, inawezekana huyo si ambaye Mungu alikusudia uishi naye. Wakati mwingine Mungu hataki umrekebishe huyo mtu, anataka ujitoe hapo. Hataki amrekebishe mtu huyo, anataka ujitoe hapo. Namba 16, ukimwona mwenzako anakuwa sio mwaminifu mara kwa mara. Yaani umeona wewe mwenzako anakuwa sio mwaminifu mara kwa mara. Ukiona kuna tabia ambazo zisizofaa zinazojirudia mara kwa mara, hutakiwi kupuuza hata kidogo. Yaani ukiona mwenzako huyo sio mwaminifu, yaani mko naye kwenye mahusiano lakini sio mwaminifu, ingia naye kwenye mahusiano lakini unaona mtu huyo sio mwaminifu, usipuuze ishara hii. Yaani usipuuze ishara hii. Au ukiona huyo mtu uko naye kwenye mahusiano lakini anashindwa kujizuia au kudhibiti hasira zake, akiwa na hasira anaweza akanyanyua hata beresha akakupiga nalo, au anaweza akachukua panga akakukata. Ukiona mtu namna hiyo, kwa makini. Yaani ukiona ishara ya mtu huyo hawezi kudhibiti hasira zake hata kidogo, usithubutu kuingia naye kwenye mahusiano. Alright? Namba 17, ukiona uko kwenye mahusiano ambayo hayampi Mungu utukufu. Yaani ukiona uko kwenye mahusiano ambayo mahusiano hayo hayampi Mungu utukufu hata kidogo, kimbia, hayo sio mahusiano sahihi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mithali 27 mstari wa 12 imeandikwa, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, kuna watu ambao ukiwaacha utaumia kwa muda, lakini ukibaki nao utaumia maisha yote. Usipuuze ishara ambazo Mungu anakupa kwa sababu ya hisia za muda mfupi. Wakati mwingine kuondoka ndio njia ya Mungu kukuokoa. Kumbuka, upendo wa kweli huleta amani. Upendo wa kweli hukusogeza karibu na Mungu. Upendo wa kweli hauharibu thamani yako. Upendo wa kweli hauhitaji ujipoteze ili ukubalike. Na kama Mungu anafunga mlango wa mahusiano fulani, usilie sana, kwa sababu mlango huo huenda nyuma yake kuna ulinzi mkubwa ambao bado hujauona. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ningependa uniambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.